Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa yake iko ni masaa machache yaliyopita kufuatia tamko lililotolewa na bunge la Umoja wa Ulaya kufuatia madai ya kwamba ujumbe wake umezuiliwa na mamlaka za Tanzania kuja nchini Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa na kusema kwamba kuhusu uamuzi wa serikali ya Tanzania kuzuia tume ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya kutembelea Tanzania. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinalaani vikali uamuzi wa kuzuia ujumbe rasmi wa kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya kutembelea Tanzania. Hatua ni jaribio lingine la wazi la utawala huu haramu kuficha ukweli kuhusu mauaji ya tarehe 29 Oktoba 2025 pamoja na kuzuia uchunguzi huru, uwajibikaji wa kimataifa na ufuatiliaji wa haki za binadamu, wakati hali ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria nchini ikiendelea kuzorota kwa kasi. Serikali inayoheshimu misingi ya demokrasia haiogopi uwazi, uchunguzi huru wala ushirikiano na taasisi za kimataifa zinazotetea haki za binadamu na utawala wa sheria. Kukataliwa kwa ziara hii kunadhihirisha kuendelea kuimarika kwa utawala wa kimabavu nchini Tanzania unaotegemea hofu, ukandamizaji na utamaduni wa kutoadhibiwa. Katika miaka hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia ongezeko kubwa la ukandamizaji wa kisiasa, utekelezaji na upotezwaji wa watu kwa nguvu, ukamataji holela, vizuizi dhidi ya wanahabari na asasi za kiraia, mashambulizi dhidi ya vyama vya upinzani pamoja na kudhoofisha kwa haki za kikatiba na uhuru wa kisiasa. Ukandamizaji huu umejenga mazingira ya hofu na utamaduni wa kudhoofisha unaokiuka misingi haki za binadamu na wajibu wa kimataifa ambao Tanzania imekuwa ikidai kuheshimu. Vitendo hivi sasa vinaongeza uzuio na kauli za hivi karibuni za Samia Suluhu Hassan wakati wa ziara ya Rais wa Kenya William Samoei Ruto, walionekana kuhimiza ukandamizaji dhidi ya vijana wa Gen Z na sauti nyingine zinazopinga utawala wa mabavu. Kauli kama hizo kutoka kwa anayejiita mkuu wa nchi ni za hatari, zisizo za kidemokrasia, zinazodhoofisha misingi ya haki za binadamu, utawala bora na utawala wa sheria. Kuzuia wajumbe wa bunge la Ulaya kuingia Tanzania, ikiwemo kuzuia kutembelea asasi za kiraia na mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu iliyopo Arusha, kunadhihirisha wazi hofu ya utawala huu kuwajibishwa na kufanywa tathmini huru ya kimataifa. Hivyo Chadema inatoa wito wa Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya kimataifa, balozi mbalimbali na mataifa yote yanayoheshimu demokrasia kuchukua hatua za haraka na madhubuti dhidi ya kuzorota kwa hali ya haki za binadamu na demokrasia nchini Tanzania. Ukimya na kutokuchukua hatua kutazidi kuhalalisha ukandamizaji, ubabe wa kisiasa na utamaduni wa kutoadhibiwa, impunity. Tunatoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza ufuatiliaji wa mwenendo wa haki za binadamu nchini Tanzania, kuimarisha ulinzi kwa waathirika wa ukandamizaji wa kisiasa, utetezi wa haki za binadamu, wanahabari na asasi za kiraia, pamoja na kuhakikisha kuwa ushirikiano wote wa kimataifa na Tanzania unazingatia misingi ya demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Wananchi wa Tanzania wanastahili uhuru, haki, utu, utawala unaowajibika na demokrasia ya kweli. Chadema itaendelea kusimama kidete kutetea misingi hiyo.